Serikali itaajiri wahudumu wa afya wapya 5,000 ndani ya siku 100 ili kuimarisha huduma za afya. Serikali itaajiri wahudumu wa afya wapya 5,000 ndani ya siku 100, 5,000 wakiwemo wauguzi na wakunga ili kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Tutaajiri walimu 7,000 wa masomo ya hisabati na sayansi. Mchakato huu ulifuatiliwa kwa karibu na viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Rais alilielekeza na akasema anataka utekelezaji wake uanze ndani ya siku 100. Ni kwenye masuala ya afya na elimu, na kila mkoa unaendesha usaili kupata wataalamu 5,000 wa sekta ya afya. Iliahidiwa itafanyika ndani ya siku 100, akasema ndani ya siku 100 walimu 7,000 watakuwa wameajiriwa ndani ya siku 100, wakiwepo walimu wa science ambao katika shule nyingi limekuwa ni tatizo. Mara zote alisisitiza mchakato huo kuendeshwa kwa kuzingatia misingi ya haki na sheria. Tuzingatie vigezo vya ubora bila kubagua mtu kwa ukabila, bila kubagua mtu kwa udini, lakini ni lazima kila watoto wa mkoa wapate fursa hii. Najua hili jambo haliwezi likamaliza watoto wote nchi hii, lakini lazima kila mkoa, usaili umefanyika kila mkoa, watoto wa kila mkoa wapate fursa hii na wenyewe ya kuchangia katika ujenzi wa taifa letu. Tusitumie fursa ya vigezo kupenyeza ndugu tulioona. Kila Mtanzania ndugu yake ni Tanzania, ana nafasi sawa ya kuweza kuitumikia Tanzania. Kwa hiyo hili tulizingatie, na najua na vyombo vya kufuatilia kila mchakato unapofanyika vifuatilie jambo hili, ili pasiwepo na mtoto wa Kitanzania kudhulumiwa kwa sababu tu yeye hawezi akapata kimemo au hawezi akapata mtu wa kumsemea. Tanzania ndio mtu wa kumsemea mtoto yeyote wa Kitanzania. Kwa msingi huu, nafasi za ajira mchakato wake unakuwa wazi na ushindani kupitia sekretarieti ya ajira, na usaili huo utafanyika katika mikoa yote nchini Tanzania bara na vituo mahususi kwa wenzetu wa Unguja na Pemba. Usaili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea toka Kigoma kwenda Dodoma, au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo sasa hizi watu watafanya hizo usaili katika mikoa yao huko waliko. Aidha, ili kuhakikisha usaili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi, usaili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude test. Utafanyika katika vituo mbalimbali kama vile taasisi za elimu ya juu, VETA, na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Nitoe rai kwa waombaji wa nafasi hizi kuangalia katika akaunti zao za mfumo wa ajira poto ili kujua vituo walivyopangiwa kufanya usahili. Mfumo wetu ni wa wazi, mfumo wetu ni wa haki. Kila Mtanzania ana haki ya kuomba, ili mradi tu awe na vigezo na sifa hizo. Mfano, ajira zinatangazwa kwa kupitia mitandao ya kijamii, ajira zinatangazwa kwenye vyombo vya habari. Kila mtu ana access ya kupata taarifa. Lakini pia ajira hizo zikitangazwa, watu wanaomba. Ukiwa nyumbani unaomba ajira, unaomba kupitia mfumo, unaomba kupitia simu yako, unaiomba ile ajira, unasubiri majibu. Utekelezaji wa kibali hiki ulianza katika hatua ya uchambuzi wa kibali na uandaji wa matangazo ya kazi, ambapo baada ya kupokea kibali hicho, sekretarieti ya ajira ilifanya uchambuzi wa nafasi zilizopo kwenye kibali kwa kuwasiliana na waajiri ili kupata mchanganuo wa nafasi husika wa kila mwajiri. Baada ya uchambuzi wa kibali, sekretarieti ya ajira ilitoa matangazo ya kazi tarehe 16 Oktoba
hadi tarehe 18 Oktoba pamoja na tarehe 9 Novemba 2025 kupitia tovuti na akaunti zake rasmi za mitandao ya kijamii. Baada ya hatua hiyo, upokeaji wa maombi ya kazi ulianza, ambapo jumla ya maombi ya kazi 415,968 yalikuwa yamepokelewa baada ya muda wa kupokea maombi hayo kumalizika. Na mara baada ya hatua hiyo ikafuata hatua ya uchambuzi wa maombi ya kazi, ambapo Sekretarieti ya Ajira ilichambua maombi ya kazi yaliyopokelewa kuanzia tarehe 14 Novemba hadi tarehe 2 Disemba 2025. Zoezi hilo lilishirikisha watumishi kutoka Ofisi ya Rais Utumishi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Sekretarieti ya Ajira, Tume ya Utumishi wa Elimu pamoja na taasisi nyingine za umma. Mara baada ya hatua hiyo ikafuata hatua ya kutoa matangazo ya kuitwa kwenye usaili, ambapo kikao cha wajumbe wa Sekretarieti ya Ajira kilichofanyika tarehe 3 Disemba 2025 kiliidhinisha waombaji wanaopendekezwa kuitwa kwenye usaili, na tangazo la waombaji kuitwa kwenye usaili lilitolewa tarehe 3 Disemba 2025. Hatua ya usaili ikafuata, ambako usaili huo ulifanyika katika hatua mbili ambazo ni usaili wa mchujo na usaili wa mahojiano ya ana kwa ana. Usaili wa mchujo ulifanyika tarehe 13 na 14 Disemba 2025 na tarehe 20 na 21 Disemba 2025. Usaili huu ulifanyika kwa njia ya kidijitali katika mikoa yote ya Tanzania bara na vituo maalum vilivyopo Zanzibar. Usaili wa mahojiano ulifanyika kati ya tarehe 15 na 19 Disemba 2025 na tarehe 22 na 23 Disemba 2025. Kama ilivyokuwa kwa usaili wa mchujo, usaili huu pia ulifanyika katika mikoa yote ya Tanzania bara na vituo maalum vya Zanzibar, na lengo likiwa ni kuwapatia nafasi wasailiwa wengi kuhudhuria na kushiriki katika usaili kwa gharama nafuu, tofauti na ambavyo usaili huu ungefanyika jijini Dodoma. Tumesambaa mikoa yote, kwa maana mikoa yote ya Tanzania bara, lakini pia na kwa upande wa Zanzibar. Kwa mimi ninachokifanya ni kutembelea hivi vituo ili kuweza kuona, sio vyote lakini baadhi ya vituo, ili kuweza kuona jinsi ambavyo wenzangu wanaendelea kusimamia zoezi hili muhimu kwa nchi yetu, lakini pia na kuwasikiliza wale ambao tunawasaili kuweza kuona na wao wanaonaje mchakato wetu unavyokwenda, kwa maana ya kwamba tunapata pia maoni yao ambayo yanatusaidia katika kuboresha michakato yetu ya ajira katika utumishi wa umma. Lakini lengo kwa hiyo ni hilo. Lakini kwa kushirikiana na ofisi za wakuu wa mikoa mpaka sasa tunaona kwamba zoezi hili linakwenda vizuri, na wasailiwa kwa kweli hatujapata changamoto nyingi kutoka kwa wasailiwa wale wasimamizi wa vituo. Kwa hiyo zoezi linakwenda vizuri sana. Kwa kweli sisi kwa jinsi ambavyo tumejipanga, tuna uhakika kwamba ndani ya siku 100 zoezi hili litakuwa limekamilika na watumishi 12,000 watakuwa wamepatikana, na lengo letu ni kwamba ifikapo tarehe 20 Januari wale watumishi wote wawe wamepangiwa vituo vya kazi. Shule ya sekondari la leo ni kituo ambacho tumetumia kwa wakazi wa maeneo haya hapa ya mkoa wa Mtwara na wilaya zake kama Masasi, Tandaimba, Newala. Wote tumekutana hapa. Siku ya tarehe 20 tulifanya mtihani wa mchujo ambao ulifanyia kituo chetu kilikuwa ni Musti Mtwara campus. Kwenye ule mchakato nilipendezwa na uendeshaji mzima wa tukio lile, kwa sababu kwanza unakaa mwenyewe, hamna mtu ambaye anakusumbua. Umewekewa pale kompyuta yako, unaanza kujibu wewe mwenyewe, hamna mtu ambaye anakujibia. Kwa hiyo kile unachokijibu na ndio jibu ambalo wewe unaliamini, na mwisho wa siku matokeo yakija kutoka ni majibu ambayo wewe uliyaandika mwenyewe. Pili, tukio kubwa ambalo mimi nimepongeza sana Sekretarieti ya Ajira katika utumishi wa umma ni kufikisha vituo katika kila mkoa nchini Tanzania. Kwa majina naitwa Nasra Yusufu Mnala, natokea katika mkoa wa Mtwara. Usaili tumeufanya, usaili wa kwanza ulikuwa usaili wa kuandika, maana written tumeandika, lakini awamu hii tumetumia kompyuta. Kompyuta tumefanya mtihani wetu kwa njia ya mtandao, yani kwa kutumia kompyuta. Mtihani ulikuwa ni mtihani wengi, tulikuwa wengi, lakini ulikuwa na mchujo. Kuna baadhi ya watu walishia kule kwenye mtihani wa kuandika, lakini mimi Mungu kanijalia pamoja na wengine tumeendelea kufanya mtihani huu wetu wa leo ambao ni mtihani wa
oro. Mtihani wa oro nao umeendelea vizuri, tumefanya katika shule ya sekondari la Hareo iliyopo mkoani Mtwara. Tumefurahi kwa sisi wana Mtwara, kwa sisi tuliomaliza vyuo vya hapa Mtwara, kwa sababu hii imesaidia kupunguza gharama za usafiri. Nashukuru Mungu, zoezi zima la usaili limefanyika salama. Nashukuru Mungu katika vitu ambavyo nimevipata katika usaili wangu ni vizuri, tofauti na vile ambavyo nilivyotarajia kabla ya usaili. Namshukuru Mungu, usaili ulikuwa wa wazi pamoja na haki, na panelists wamekuwa na lugha nyepesi ambayo yenye kueleweka kwa haraka, na wameongea kwa uwazi maswali yao, ikafanya usaili ukawa smooth. Nikafika kituoni, usaili ukaanza vizuri, japo maswali yalikuwa sio magumu sana, sio mepesi sana, size ya kati yanajibika. Namshukuru Mungu nimemaliza. Ningependa kuwashauri wenzangu ambao hawajabahatika kuomba msimu huu, nafasi bado zipo na zinaendelea kutoka, wajaribu na uwezekano kupata ni mkubwa kwa kweli. Zoezi hili limeshirikisha wadau kwa asilimia kubwa, ambapo usaili ulisimamiwa na viongozi wa Sekretarieti ya Ajira kwa kushirikiana na viongozi kutoka Ofisi ya Rais Utumishi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Afya, Tume ya Utumishi wa Walimu na Sekretarieti za Mikoa. Aidha, wajumbe wa majopo ya usaili waliteuliwa kutoka miongoni mwa watumishi waandamizi wa taasisi mbalimbali za umma. Na hatua iliyofuata ni hatua ya kupanga vituo vya kazi, ambapo tarehe 10 Januari mwaka 2026 Sekretarieti ya Ajira imewapangia vituo vya kazi wasailiwa 12,000 waliofaulu usaili baada ya majina yao kuidhinishwa na wajumbe wa Sekretarieti ya Ajira katika kikao chao kilichofanyika tarehe 9 na tarehe 10 Januari 2026. Zoezi la kuwapangia vituo vya kazi litakamilika kabla au ifikapo tarehe 20 Januari 2026. Kuanzia tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 2026, baada ya kikao cha bodi, jumla ya watumishi 7,000 wa kada za elimu wameanza kupangiwa vituo vya kazi, pamoja na watumishi 5,000 wa kada za afya pia wameanza kupangiwa vituo vya kazi. Mategemeo yetu na malengo yetu ni kwamba ifikapo tarehe 20 mwezi huu wa kwanza mwaka 2026 watumishi wote 12,000 watakuwa wamepangiwa vituo vyao vya kazi. Kitu ambacho napenda ni wasihi sana wale ambao watapangiwa vituo vya kazi ni kwamba Mheshimiwa Rais ametoa nafasi hizi kwa ajili ya Watanzania wote, na wao kwa sababu wamebahatika kupata hizo nafasi, basi ni wasihi tu mara watakapopata barua zao ambazo watazipata kidijitali kupitia simu zao za mkononi, basi wahakikishe kwamba wanaripoti katika vituo vyao vya kazi. Safari hii tumefanya maboresho kwenye mfumo wetu wa kuwapangia vituo wasailiwa. Ni kwamba kwa upande wa walimu, kila mwalimu atapangiwa shule ambayo anakwenda kufundisha. Kwa maana hiyo atakapopata barua yake itakuwa inamwelekeza anakwenda shule gani, katika halmashauri gani, katika mkoa gani, kwa atakwenda moja kwa moja kwenye shule. Taratibu zingine za ajira zitafuata akiwa kwenye shule yake. Lakini pia kwa upande wa afya, hospitali ambazo ziko chini ya Wizara ya Afya, hasa zile hospitali za rufaa za mikoa na hospitali za kanda, pia watumishi watakaopangiwa katika maeneo hayo watakwenda moja kwa moja kwenye vituo vya kazi ambavyo vitapangwa moja kwa moja na wataviona kwenye barua zao. Kwa nao tunawasihi sana watakapopata hizo barua hawana sababu ya kwenda Wizara ya Afya, badala yake waende moja kwa moja kwenye vituo ambavyo watapangiwa kwenda kufanya kazi. Nafasi hizi zimewanufaisha Watanzania wengi wa mijini na vijijini, na baadhi ya wale ambao wamepata nafasi hizi kwa kada ya ualimu wameonyesha furaha yao na shukrani zao kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Mwalimu Kalela Msweta Chacha, natokea mkoa wa Mara, wilaya ya Msoma. Ni mwalimu wa physics. Nilifanyia usaili wangu
Msoma katika kituo cha Buhale. Namshukuru Mungu nimepata kazi katika shule ya sekondari Fazil Bucha, halmashauri ya manispaa ya Geita. Huku Fazil Bucha nimekutana na mwalimu mwenzangu. Kwa majina anaitwa Agrey Lakson Mgale, mwalimu mwajiriwa mpya wa mwaka 2026. Ni mwalimu wa biology. Nimeajiriwa katika shule ya Fazil Bucha, mkoa wa Geita, manispaa ya Geita. Nimetokea katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi. Nilifanyia usaili wangu katika kituo cha Songwe Sunrise. Hivyo namshukuru Mungu kupangiwa katika shule ya Fazil Bucha Geita. Naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Asante sana mama. Naishukuru sana serikali ya awamu ya 6. Namshukuru sana mama kwa kutoa hizi ajira, maana ametuokoa vijana. Kwa hiyo tunaahidi kufanya kazi kwa nguvu, kwa hali, na kazi iendelee. Asante sana mama. Kwa majina naitwa Daniel Alois Antoni, ni mkazi wa Nguruka, Kigoma. Mimi ni mnufaika wa ajira mpya ambazo zilitoka tarehe 10 mwezi wa kwanza 2026 na nikafanikiwa kuchaguliwa kuwa mwalimu wa shule ya sekondari Corona iliyopo jijini Arusha. Kwa nafasi ya pekee naomba nishukuru serikali kwa kutangaza kibali cha ajira ambacho watu wengi walikuwa wanahisi labda ajira hizo sio za kweli, lakini mimi niwe shuhuda kwamba zile ajira ni kweli na mimi nimepata. Kwa nafasi ya pekee naomba nimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa majina naitwa Jonisia Deusi Miula, ni mzaliwa wa Iringa. Kwa sasa niko wilaya ya Kilolo ambako nilikuwa nafanya kazi kama matron katika shule hii ya sekondari Ulanzi. Na katika mchakato huu wa ajira namshukuru Mungu nimefanikiwa kupata kupitia usaili ambao nimeufanya huu mwezi wa 12. Ambao nilifanyia Iringa mjini, Lugalo kule, na sasa nimefanikiwa kupangiwa kituo cha kazi ambao kipo Singida. Mchakato wa usaili kwa kweli ulikuwa vizuri, ulikuwa fair kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye tunafahamiana naye pale. Wote walikuwa ni wageni kwetu na waliuendesha usaili huo kwa usawa, hakukuwa na upendeleo wowote. Kwa majina naitwa Idrisa Ali Hamba, ni mzaliwa wa jiji la Tanga. Nimefika hapa Arusha kuchukua barua yangu ya kazi baada ya kupangiwa kituo cha kazi. Hii ni inapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii ya ajira, na pia vile vile napenda kupeleka shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutangaza ajira 7,000 kwa walimu ambazo zitangazwa tarehe 18 mwezi wa 12, na tukaweza kuomba na tukafanya mchakato wa kufanya usaili katika kituo cha jiji la Arusha, na namshukuru Mungu nimepangiwa hapa jijini Arusha. Mimi kwa majina naitwa Kaiza Elias Mpogole, ni mwalimu ambaye nimehitimu chuo kikuu cha Secom kilichopo mkoani Tanga kwa masomo ya chemistry na biology. Nimehitimu mwaka 2018. Tangu hapo 2018 baada ya kuhitimu zilikuwa zikitoka ajira kwa mfumo ule wa TAMISEMI, nilikuwa nikiomba lakini ilikuwa si bahati. Lakini baada ya kubadilishwa mfumo tukawa tunaomba kwa sasa kwa mfumo wa ajira poto. Hata mwaka jana niliomba lakini haikuwa bahati, lakini mwaka huu nimeomba, nimeweza kupata. Lakini katika mchakato mzima wa kuomba ajira ilikuwa vizuri kabisa, mfumo uko vizuri sana, na hata mwaka huu umeboreshwa zaidi. Mwaka jana tulifanya kwa mfumo wa ambao ulikuwa sio wa online, lakini mwaka huu tumefanya online, imekuwa ni nzuri zaidi. Nimeiona iko vizuri. Na mahali pale pamekuwa na usawa mkubwa sana. Viongozi wetu walikuwa ni makini na wenye kujali haki. Na kwa wale ambao wamenufaika na ajira hizi kwa kada za afya, wakiahidi kwenda kufanya kazi kwa bidii, huku wakiendelea kumpa maua yake Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutimiza ahadi yake. Kwa majina naitwa Tunu Twaibu Kiwele, ni afisa muuguzi, natokea katika mkoa wa Iringa. Ni mnufaika wa ajira zilizotangazwa na Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Kimsingi nimepata ajira hii na mchakato mzima ulikuwa ni wa haki na hakukuwa na upendeleo wa aina yoyote.
Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuboresha huduma za afya, kwa kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya na kuongeza watumishi kama hivyo ambavyo sisi tumepata na wengine pia wanaendelea kupata. Kwa majina naitwa Ali Hassan Munga, natokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe. Nashukuru kupitia sekretarieti ya ajira nimebahatika kuajiriwa kupata ajira Mwanza. Takriban nimekaa mtaani miaka 8, maana nimemaliza chuo Mwanza St. Augustine Institute of Health and Allied Science 2017. Kutoka 2017 mpaka leo takriban miaka 8. Kwa hiyo namshukuru mama katika ahadi yake kutekeleza utoaji wa ajira ndani ya siku 100. Na mimi nimefanikiwa kuona jina langu katika sekretarieti ya ajira, na pia nashukuru sekretarieti ya ajira kwa kuendesha au kwa kufanya mchakato wake wa uendeshaji wa utoaji wa ajira wa kuzingatia haki, usawa. Kwa majina naitwa Dr. Happy Not Good Chance Kombe, ni daktari ambaye nimefanikiwa kupata ajira katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Mchakato wa usaili ulikuwa ni wa haki na napenda sana kushukuru serikali na naahidi mimi kama daktari nitaenda kufanya kazi kwa bidii katika kulitumikia taifa. Kwa majina naitwa Julius Ogiri, ni ajira mpya ambapo usaili tulifanya katika chuo cha walimu Buhare Msoma. Hivyo kupitia usaili huo tumeweza kufanikisha kupata ajira na mpaka sasa tumesha ripoti katika vituo vyetu vya kazi ambapo mimi nimepangiwa katika kituo cha Arusha jiji. Hivyo namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kibali alichokitoa kimefanya tumepata ajira hizo, tunamshukuru sana. Agustino Msogwe ni afisa muuguzi msaidizi daraja la pili. Nimepata bahati ya kuajiriwa katika halmashauri ya manispaa ya Singida. Mchakato wa ajira na usaili wote ulikuwa unaenda vizuri. Namshukuru sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimepangiwa katika kituo kilichopo Arusha jiji. Kuna dhana ambayo ilikuwepo kwamba ajira hizi sio za kweli, ni uongo, lakini tumethibitisha kwamba ajira hizi ni za kweli na tayari tumeshafanya usaili na tumepangiwa vituo vya kazi. Mchakato huu umekamilika. Viongozi mbalimbali wamezungumzia kuhusiana na jambo hilo, wakiongozwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 wataajiriwa walimu 7,000. Tayari wameshaajiriwa. Wale walioajiriwa 7,000 wanakwenda kwenye shule zaidi ya 1,300 zilizojengwa mpya. Watakwenda kwenye zaidi ya shule 2,700 za msingi zilizojengwa mpya. Zitaungana na zingine ambazo tayari zilikuwepo. Kote wameshaenda tayari, wameshapangiwa maeneo yao. Na hata hapa Mwanza usaili ulifanyikia hapa na imeshakamilika. Sasa ingekuwa kuna shida yenye mashaka, si tungeahirisha basi hiyo ahadi? Hamna ahadi hata moja imeahirishwa. Alisema ndani ya siku 100 wataalamu wa afya wakiwemo madaktari 5,000 wataajiriwa. Alisema Rais wakati anafanya kampeni. Hivi tunavyoongea wataalamu wao 5,000 wote wameshaajiriwa, wakatibu wa Tanzania huko kwenye mahospitali. Usaili ngazi ya kwanza ulifanyika, tukapata vijana ambao walifaulu katika ngazi ya kwanza ya uandikishaji na wakaenda kwenye ngazi ya pili ya oro, ambayo leo hii tunapozungumza hapa kwa kweli barua zimekwisha anza kutoka na baadhi ya vijana wamekwisha ripoti katika vituo vyao vya kazi, na hivyo kulifanya zoezi hili kwa kweli kwa upande wetu tuseme limekamilika kwa 100%. Wito wangu mkubwa kwao, kwanza lazima waelewe kwamba hii ni bahati au ni fursa ambayo imetokea kwao, kwa maana waliomba watu wengi sana, lakini wao wachache ambao walipata nafasi au walipata bahati ndio wamechaguliwa kwenda katika kufanya kazi hizo. Lakini kubwa zaidi ambalo ningependa niwakumbushe vijana hao ni kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ambayo ina maeneo mengi, ina watu wengi na mahitaji mengi. Unapopangiwa popote pale, wewe kama mtumishi wa umma ni wajibu wako wa kwanza kwenda kuripoti. Na kama una shida yoyote, basi baada ya kuwa umesharipoti kazini, then hayo yanayofuatia yatazungumzika. Kitendo cha wewe kutoripoti kwenye kituo cha kazi ulichopangiwa
Maanake hiyo kwa lugha moja nyingine ni kuwakataa Watanzania katika kuwatolea huduma. Hivyo ninapozungumza katika siku hii, nataka nitoe wito kwa wote ambao wamepangiwa kwenda kufanya kazi katika vituo vivyo pembezoni, waende kwenye vituo vyao. Kinyume cha hapo ni kuwageuka au kutowahudumia Watanzania, jambo ambalo ni baya sana. Lakini pia jingine ambalo natakiwa kuelewa ni kwamba kwenye usaili huu si kwamba wao waliopata barua za kupelekwa kwenye vituo ndio waliofaulu peke yao. Hapana, waliofaulu walikuwa wengi sana. Kwa hiyo katika waliofaulu, maana yake lazima wakumbuke kwamba wako wenzao ambao wameachwa kama reserve wakisubiri nafasi zikitokea waweze kupelekwa katika vituo. Kwa hiyo kama hutokwenda kwenye kituo, maana yake hasara zako ni mbili. Moja ni kwamba unaingia kwenye rekodi ya kwamba ulipata kazi lakini ukwenda kwenye kituo chako. Lakini pili ni kwamba unajifungia mwenyewe milango ya fursa katika siku zijazo. Lakini tatu ni kama unafungua mlango pia kwa wale ambao wapo kwenye reserve list waweze kupata nafasi inaweza kwenda kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo kubwa zaidi, wito wangu ni mmoja tu. Vijana wa Tanzania, nendeni mkafanye kazi popote. Kazi hazitotolewa mijini tu. Kazi zitatolewa vijijini pia, ambapo Watanzania wanaishi na wanategemea sisi kama Watanzania wenzao kwenda kuwahudumia, na serikali ya awamu ya 6 imekwisha jipanga katika jambo hili kuwatolea huduma wa Tanzania. Kwa hiyo habari njema ni kwamba ajira hizo zimeshatoka na tayari vijana wameshapangwa kwenye vituo vya kazi ili kuendelea na majukumu. Naitwa Dr. William Suleiman Mtinginya. Mimi ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya Buzuruga. Kituo cha afya Buzuruga ni moja ya kituo kikubwa kwa manispaa ya Ilemela. Ni moja ya kituo ambacho kinazalisha wamama wengi. Zaidi ya wamama 600 wanajifungua katika kituo chetu cha afya Buzuruga. Katika ajira mpya hizi ambazo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanikiwa kutuletea watumishi wengi, mpaka sasa zaidi ya watumishi 15 ambao tayari wamesharipoti kwenye kituo chetu. Tumewapangia maeneo mbalimbali ya kipaumbele, hasa eneo la mama na mtoto, ambapo ndio nguvu kazi kubwa ilikuwa inahitajika. Kwa sasa hivi kwa kweli tunaona ile nguvu ya watumishi ambao wameripoti inaendelea vizuri na wametusaidia sana kwenye eneo la mama na mtoto. Waombaji watakaofaulu usaili lakini wakashindwa kupangiwa kazi watawekwa katika kanzidata na wataendelea kupangiwa vituo mbalimbali kwa kadri nafasi za ajira mpya zitakapokuwa zinapatikana. Waombaji kazi hawa watapangiwa kazi katika taasisi zitakazokuwa na nafasi popote hapa nchini. Eneo hili hapa kwa mfano tumetangaza nafasi za ajira 41,500 mwaka huu wa fedha, lakini katika usaili wamejitokeza wananchi 200,000 na katika wale 200,000, 1,500 wamefaulu. Kwa hiyo 1,500 wale tutatoa hao 41,000, wengine waliobaki tunaweka kwenye kanzidata. Wakiweka kwenye kanzidata, ikitokea kwenye taasisi mtumishi amefukuzwa, ile nafasi lazima tuijaze. Kwa hiyo tunaenda kwenye kanzidata tena, tuitishi tena usaili. Au mtumishi bahati mbaya amefariki, ile nafasi hatuendi tena kuitangaza, tunaenda kwenye ile data tunachukua. Kukamilika kwa mchakato huu unakamilisha ahadi iliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo aliahidi kutoa ajira 12,000 ikijumuisha ajira 7,000 za walimu na ajira 5,000 wa kada za afya ndani ya siku 100. Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma imehakikisha ahadi hiyo iliyotolewa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inakamilika ili kuongeza ufanisi katika utendaji ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vile kuchangia katika maendeleo ya taifa letu la Tanzania.